athari yoyote kiasi kwamba labda mtu akaona kwa tabia njema hizi za Kiislamu zinazofanywa na watu? Hakuna kituo chochote ambapo baiti haijafika, na ni mamia kwa mamia. Baada ya kumshughulikia mgonjwa mmoja, alichofanya yeye, alichukua Biblia akanikabidhi, akasema dini iliyokuwa safi ni hiyo ya Uislamu. Akaniambia fungua, akanionyesha, akaniambia na mimi sasa naomba niingie huko. Lakini uweze amini baraka iliyokuja baadaye, mtoto wake tukawa naye na tukamwozesha, binti yake tukawa naye na tukamwozesha. Kwa hiyo amekuwa ni family yetu, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa Ncha Kali. Mimi naitwa Rajab Msami. Nikukaribishe sana na nikukumbushe tu ya kuwa podcast yako hii pendwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo zimekwisha kufanywa kupitia katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD Plus Swahili. Hiyo ni kama utapenda kufuatilia kwa kutazama, lakini kama utapenda kufuatilia kwa kusikiza, basi unaweza kufanya hivyo kupitia katika platforms zote za podcast ikiwemo Google Podcast, Spotify na nyinginezo. Na kote huko tutapata kama AD Plus Swahili. Ni ada yetu kuwa na mgeni ambaye ndio tunafanya naye mazungumzo kwenye podcast, na hali kadhalika leo pia tupo hapa tunaye mgeni ambaye tutakuwa naye na tuna mengi sana ya kuzungumza naye ambayo bila shaka yatakunufaisha wewe ambaye unatufuatilia kupitia Ncha Kali Podcast. Sheikh Yahya, karibu sana bwana. Shukran jazakallah. Karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Na nafahamu ni mara ya kwanza unashiriki nasi. Labda nikupe fursa kwanza ya kuweza kuwasalimu wanaotufuatilia, lakini ujitambulishe kwa majina yako na angalau kwa ile title ambayo imekufanya leo tukajumuika pamoja kwa ajili ya kufanya mazungumzo yetu. Karibu sana. Shukran jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina mimi naitwa Yahya Ali Masau, ni amiri mkuu wa JAI Tanzania. Mashallah. Kama ambavyo umeweza kusikia msikilizaji na mtazamaji wa Ncha Kali Podcast, leo tupo na Sheikh Yahya Ali Masau. Yeye ni amiri JAI Taifa. Tuna mengi sana tutakwenda kuyafahamu kuhusiana na taasisi hii ya JAI au Jamiatul Akhlaq Islami, ambayo inajishughulisha na mambo mengi sana, harakati nyingi sana. Tutakwenda kufahamu ni harakati zipi hizo na mengine mengi ambayo yatakufaa wewe ambaye unatufuatilia hapa duniani na alikadhalika kesho akhera. Sheikh Yahya, kwa title hiyo ambayo umejitambulisha nayo na bila shaka ndicho ambacho kimefanya tukakaa hapa tuweze kuzungumza. Tutazungumza kuhusiana na taasisi ya JAI, tuiangazie yenyewe kama taasisi, harakati mnazofanya, inajishughulisha na nini, inafanyaje na mengine mengi sana. Kwa hiyo ni kupe fursa kwanza ya kuanza kutuelezea kwa mtu ambaye ndiyo kwanza leo anasikia JAI, tunaweza kumuelewesha kwa lugha nyepesi sana JAI ni kitu gani? Naam, shukran jazakallahu khair. JAI ni kifupi chake ni JAI. Kwa kirefu ni Jamiatul Akhlaqul Islamia. Kwa Kiswahili chake ni tabia njema za Kiislamu. Tabia njema za Kiislamu. Naam. Tabia njema za Kiislamu. Kwanza jina hili kwa mtu akilisikia tu moja kwa moja naweza sasa akafikiria hii taasisi inaitwa tabia njema za Kiislamu. Ndio tafsiri ya jina au ndio jina halisi lilivyo. Kiarabu ni Jamiatul Akhlaq Islamia, lakini tabia njema za Kiislamu ndio tafsiri yake. Mtu anaweza kujiuliza tabia njema za Kiislamu, hawa jamaa kwa nini wamejiita tabia njema za Kiislamu? Tuanzie hapo. Naam, shukran. Ni kweli kulikuwa kuna umuhimu wa kuilita hilo haswa baada ya kukaa kwenye vikao mbalimbali vya shura. Na nipende tu kusema jina lilikuja baada ya matukio au na kuanza yale matendo ambayo tulikuwa tunayafanya katika mahospitali mbalimbali. Ndio maana tukao tumekaa sasa tukasema hili jambo tunalolifanya tuliite kwa jina gani? Tuliwasilishe kwa jina gani? Kwa hiyo tunashukuru kwamba miongoni mwenzetu walitoa mapendekezo mbalimbali. Kwa hiyo jina lilokuwa limepita likawa ni JAI, kwa maana Jamiatul Akhlaqul Islamia. Kwa tafsiri ya tabia njema za Kiislamu. Twende sasa tukaiangalia Jamiatul Akhlaq Islamia. Yenyewe ni taasisi ambayo inajishughulisha na nini? Kwa mtu ambaye ndio kwanza anaisikia leo JAI, akisikia afahamu
JAI ni taasisi inayojishughulisha na hizi tabia njema za Kiislamu hizi ambazo mpaka zikawapa msukumo wa kuamua kuiita taasisi yenyewe kwa jina hilo. Ni zipi tabia njema zipi za Kiislamu ambazo nyinyi mnazifanya kwenye taasisi hii ya JAI na harakati zake? Naam, shukran. Kwa kweli tabia ni nyingi sana njema za Kiislamu, lakini kwa uchache sisi tukawa tumejikita katika matukio machache haswa ya hospitalini kwa kuwasaidia wagonjwa wenye ndugu lakini ndugu wamewakimbia, wagonjwa wenye ndugu lakini ndugu hawana taarifa, wagonjwa wenye ndugu lakini ndugu hawana uwezo. Lakini pia vile vile tukawa tunafanya jitihada za kuweza kufanya stara za wale ndugu sasa waliokosa uwezo wa kuwazika hata wale maiti ambao ni magonjwa wao walikuwa hospitalini wakawa wamefariki. Hayo ni miongoni mwa matendo ambayo tulikuwa tunafanya. Lakini pia vile vile tukawa tunajaribu kuyafanya mambo mbalimbali huko hospitalini. Kwa mfano kujaliwa kuwapa wagonjwa madawa, lakini pia vile vile kuwa tunawatolea damu, lakini zaidi kwa yote pia tunakuwa wasafirisha wale ambao tayari wameshaweza kupata matibabu lakini hawana uwezo wa kusafiri na kurejea kule makwao. Naam, hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tunafanya. Pamoja na kwamba matendo ni mengi sana ya mazuri ya Kiislamu. Naam. Sawa sawa. Na tuangalie sasa kutanuka kwake JAI kama taasisi. Eneo kwa sababu tukitazama haya mambo ambayo mmesema yanafanywa na JAI kama taasisi. Ukiangalia msingi wake au eneo lake haswa la kiutendaji ni katika mahospitali, ndio sana mmebase huko. Tunafahamu nchi yetu alhamdulillah ina mahospitali mengi. Yani takriban hakuna mkoa nchi hii utaweza kusema hakuna hospitali. Huduma hizi mnazotoa kwa upana gani hapa nchini? Naam. Kwa sasa hivi naweza nikathubutu kusema tunavyo vituo kazi vya JAI Tanzania 63 mpaka 65 na mpaka 65, na hii yote ni Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani. Hiyo ni sehemu ambazo tunazifanya hizi kazi zetu katika hapa maeneo ya Tanzania, na ni mikoa takriban 24 kwa Tanzania. Kwa hiyo vituo kazi 63 hadi 65, na ni mikoa Tanzania bara pamoja na visiwani 24. Bado hatujamalizia majukumu, bado majukumu ni makubwa, ni mengi, lakini kutokana na ile hali pia tena ya gharama za kufika kule ambapo hatujafika, nayo ni muhimu kuweza kukava katika maeneo yote ya Tanzania. Naam. Sawa, tutakwenda kuangalia baadaye kidogo, tutazungumza kuhusiana na hiyo eneo la coverage, maeneo gani ambayo hayajafika labda na changamoto ni zipi. Lakini tuangalie sasa utaratibu. Mnafanyaje hizi shughuli? Yani hizi harakati zinafanywaje? Mathalan, mtu anaweza kana anatufuatilia hapa sasa hivi akawa ameona kwamba na yeye anawajibika, yani kwamba kwa hichi ambacho JAI anakifanya kweli ni tabia njema za Kiislamu. Mnapataje nguvu kazi au kuna utaratibu gani wa mtu kuweza kujiunga katika harakati hizi? Naam, shukran. Kabla ya kufika katika ile eneo ningependa nidokeze jambo moja ambalo la msingi sana. Kwanza JAI ilianza kwa uchache sana na kwa udogo, kwa eneo dogo sana katika maeneo ya hospitali ya Mwananyamala. Pale ilianzia Mwananyamala haswa baada ya kugundua mambo mengi sana haya ambayo niliyotaja, kuwa na wagonjwa ambao wana ndugu hawana uwezo, wagonjwa wenye ndugu lakini ndugu wamewakimbia, wagonjwa wenye ndugu wenye walikuwa wanaumwa lakini ndugu wale hawawezi kumudu yale gharama mbalimbali, ikiwa madawa, vipimo, lakini nafikia hatua kusafirishwa kwao. Lakini zaidi pia wanakuwa sasa wale wagonjwa wanafariki. Kuna mambo mawili, wanaweza wakawa wanafariki, wana ndugu lakini ndugu hawezi kuwastiri, lakini wanafariki lakini ndugu hawana uwezo wa kuweza kufanya yale ambayo wanahusika, au pia vile vile ndugu hawajui. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo sisi tuliyachukua. Kwa hiyo yalianzia pale, na ni kubali kwa kusema kwamba ile eneo likawa kama eneo la pilot sasa. Na ni baada ya kukutana na matukio muhimu sana, matukio ambayo binafsi ndio alitukitisha sisi kuweza kusema hapana,
Sasa kama hapa Mwananyamala pako hivi, je, hayo maeneo mengine ya Tanzania yakoje? Lakini tukishia Tanzania tu, je, kama maeneo mengine ya Tanzania yako hivi, je, nje ya Tanzania pakoje? Kwa hiyo palituonyesha, ilitupa taswira na kuzidi kulishika ile jambo, kuona tuna umuhimu nalo, sio kuishia tu hapa Mwananyamala. Na pia vile vile kwa ukubwa wa jambo, sio kulifanya jambo sasa hili la mtu mmoja, hapana, bali hili ni jambo la jamii. Ni muhimu sasa kuiachia jamii ilishike hili jambo, ili tuweze kwenda nalo kwa jinsi ambayo tunavyokwenda. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba baada tu ya kutoka pale maeneo ya Mwananyamala kuitembeza jambo hili Dar es Salaam hii, basi lilipokewa kwa mikono yote na watu waliona ule umuhimu na wakawa wameshika. Na hivi mpaka sasa hivi kama anavyoongea, tayari tuna vituo kazi hivyo 63 hadi 65 Tanzania bara na visiwani. Naam. Ningetamani sana kupata japo kwa faida tu ya mguso, nafahamu ningetamani japo kupata mfano wa haya majambo ambayo yaliwasukuma lolote moja, angalau lete mazingatio na ibra kwa wanaotufuatilia, ili kuona kuna haja, yani kupata ile picha ya kwamba mimi kama Muislamu basi kuna kitu ninaweza nikakiona, nisiishie kusikitika na kuamua tu bwana basi kwamba ninawajibika kuchukua hatua, hata kama unajua hadithi ya Mtume anasema hata kama nimeshindwa vyote basi hata kwa kuchukia. Naam. Basi angalau yani mfano wa mazingira yoyote ambayo alileta msukumo sana kuweza kufikia hatua ya kuamua sasa kuna haja ya kuanzisha harakati kama hizi. Naam, kuna kisa maarufu sana ambacho nashukuru wanajai baada ya kuwafahamisha kiliwagusa na wakaona huko ule umuhimu. Nisingependa kuingia kwa undani katika hilo eneo, kwa sababu ni eneo ambalo ukielezwa jinsi ambavyo ilivyokuwa lazima na wewe litakugusa, kwa sababu utakuta ni gharama ndogo sana kuweza kumsaidia yule mtu, lakini ilikuwa inashindikana mpaka inapelekea sasa mtu hata ule utu wake unaondoka kutoka sehemu alipo na kuelekea katika sehemu nyingine ambayo kwa kweli ukiangalia gharama anayoipata katika akhera yake ni kubwa, ni ngumu zaidi kuliko ile ambayo sisi kama Waislamu tungeweza kumsaidia. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo sisi binafsi kama Waislamu tulijiona sisi tunadhima, haswa watu ambao tuliokuwa pale Mwananyamala, na tukizingatia msikiti wetu wa Takwa na hospitali ya Mwananyamala, yani umeshikamana pale, tukasema hapana, hii ni dhima. Kwa hiyo pale tukabibishana dhima, na ndio maana ikawa ni dhima yangu ya kwanza kuvishwa. Wao mimi wakasema hapana, wewe utasimamia hili jambo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nilichukua ile ahadi na kwenda nalo. Lakini miongoni mwa mambo, matukio ambayo pia ni mazito ambalo binafsi sitolisahau, kuna mgonjwa mmoja. Huyu mgonjwa ni Mkongomani. Aliniambia jambo, sasa hivi ni marehemu. Aliniambia jambo binafsi linigusa sana. Aliniambia, ndugu yangu, wewe kama una nguvu basi kila mtu nakupenda wewe, lakini kama nguvu inakwisha kila mtu nakukimbia wewe. Lakini nimeona maajabu makubwa sana. Nyie Waislamu, pamoja na kwamba mimi sina nguvu kama niliyokuwa nayo, lakini sasa hivi mmeweza kunishika mkono na mpaka sasa hivi mko na mimi, na Mungu atawabariki nyie. Hii ni miongoni matukio ambalo binafsi lilinigusa. Lakini la kusikitisha, siku yule bwana anafariki, wallahi ilisikitisha sana. Walikuja watu jamaa zake na magari mazuri, lakini na hali zao njema, kujaribu kuichukua sasa ile maiti sasa kwenda kuipa heshima ya mwisho. Yani mpaka manesi na madaktari ambao tulikuwa tumezoeana kumuuguza yule bwana wakatupigia simu na kutuita, hebu njooni tucheke kwa pamoja, njooni tucheke wote, tuangalie huyu mtu tulikuwa tunashughulika naye, leo wametokeza ndugu zao, tayari ameshaondoka katika hii dunia. Na ndio maana kuna ile slogan tunaambiana sisi Waislamu ambayo ni muhimu sana. Jamani, tusikimbilie kuzika, tusikimbilie kuwasaidia marehemu, tuwasaidieni wagonjwa. Hii ni tafsiri ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo yule bwana kwa tafsiri yake ile, lakini alienda deep zaidi, akionyesha kwamba yeye alikuwa ni mwalimu, mwalimu wa Kiingereza, ni mwalimu wa Kifaransa, na alikuwa anasaidia watu wengi sana katika masuala hayo. Na kweli ulitokea ushuhuda, mwanamama mmoja alikuja na kashuhudia hilo, kwamba mimi kweli huyu alinisaidia mwanangu, na hivi sasa hivi mwanangu yuko anafanya kazi katika ubalozi wa Ufaransa. Kwa hiyo ni mtu ambaye alimkuta yale ambayo sisi yalitupa pia kiu ya kuzidi kuifanya kazi, kwamba kuna umuhimu wa kusaidia jamii.
Harakati za JAI toka lilipopatikana wazo ndio likapelekwa kwenye utekelezaji na kuanza harakati mpaka sasa hivi ni muda gani? Jukumu hili tunashukuru Mwenyezi Mungu tulianza kwa uchache mwaka 2008. Pamoja na kwamba hapo nyuma majukumu haya yalikuwepo, lakini watu walikuwa wanafanya scattered, kwa maana kila mmoja anafanya kwa namna yake. Unakuta mtu anakwenda anafanya anaondoka, lakini pia mikoani watu walikuwa wanafanya, hakuna sehemu ambayo watu walikuwa wafanya. Lakini sisi tulipokuja tukaona hapana, hili sasa leo ni jukumu. Lakini sio jukumu tu, bali leo jukumu la kipamoja, lakini pia tutengenezeane kanuni kwa ajili ya kulendia tu uniform katika yale maeneo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tulichokifanya, na kwa kweli tunashukuru kwa mpaka sasa hivi bado tunapambana kuzidi kuvutana na kuiweka hili jambo leo ni jambo la kudumu mpaka mwisho wa uhai wetu, na liweze kurithiwa na vizazi vijavyo inshallah. Harakati hizi kwa maelezo ambayo umetueleza Sheikh Yahya, harakati hizi zinafanyika katika mahospitali. Na tunafahamu mahospitali, miongoni mwa mahospitali ambayo yanahudumia idadi kubwa ya wagonjwa ni hospitali za serikali. Na kwa sababu hili linafanyika katika hizi hospitali za serikali, mwitikio au serikali ili wapokea vipi nyinyi kama JAI katika harakati hizi ambazo mnafanya katika maeneo yake? Naam, shukran. Kwanza tutambue siku zote mwanzo ni mgumu. Mwanzo siku zote ni mgumu. Na nishukuru tu kwamba ugumu tuliopata pale Mwananyamala. Kwanza kututambua hawa watu wanataka nini? Nani kawatuma? Na wanakusudia nini? Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini wakati ule pia kulikuwa kuna uzito mkubwa sana. Kwa sababu kwanza ni matukio ya awali mnakutana nao, mnaingia maudini, mnaenda kumsafisha mgonjwa ambaye hamna nasaba naye. Lakini katika hali ngumu sana. Na hali ilikuwa ni nzito kwa kweli. Yaani kwa maana katika kipindi hichi kama wananiangalia manesi, madaktari waliokuwepo wanajua hali ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni ngumu sana. Na ikaenda ile hali inafikia sasa inatakiwa dawa, mnaenda mnasaidia. Lakini inafikia sasa hali pia inahitajika damu. Mnafanya nini? Unakuta wakati ule hata damu pia mazoea ya kutoa hauna. Lakini una sacrifice, unaenda unatoa damu, unamtolea mgonjwa, mtu ambaye humfahamu, kwa sababu tayari umeshaingia kwenye jukumu. Na nesi anakuambia, "Nyesi mnasaidia basi wanahitaji damu, msaidieni." Basi mnajiorganize, na kwa kweli Mwenyezi Mungu alituletea vijana, walituletea watu wakawa kwa kweli wanajitolea bila kutarajia, na kuweza kuwafanya yale, na ikawa sasa ule mwanzo wetu kweli umeweza kuwa ni mwepesi. Kwa hiyo baada ya kulifanya lile jukumu tena bila utaratibu. Tulianza bila utaratibu kwa sababu tumetoka msikitini tunakwenda tunaona tukiingia tunakwenda kuangalia wagonjwa ni kawaida. Siku moja kumbe baada ya kukaa vikao vyao hospitalini, management ya hospitali wameshaligundua lile tunafanya vitu bila utaratibu. Ile athari kwamba kuna watu wanakuja hapa wanafanya nini hawa? Haiwezekani, hebu tuanze tu block, lakini tutake tukae nao hawa tuangalie nani kawaleta. Kwa hiyo management ikatutaka, na tunamshukuru kuna daktari mmoja ambaye alikuwa mganga mkuu Dr. Majapa, Mwenyezi Mungu amhifadhi, na katibu mmoja anaitwa Somebody Bisakala, nao walikuwa wakatuita ofisini kwao wakatuhoji, wakasema jambo lizuri sana lakini tupeni muda. Basi kilichofanyika ni kweli walienda kufanya uchunguzi nini kinachofanyika. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ripoti zilizokuja kutoka kwa wale watendaji wote, ima madaktari ama manesi, zote zikawa positive kwetu sisi. Wakasema bwana, ni ukweli usiopingika, hawa mabwana hawana utaratibu, lakini hawa mabwana wanafanya kazi kubwa na tusiwaache hawa. Cha msingi tukawa nao tutengeneze utaratibu. Kwa hiyo jambo letu lilianza kabla ya utaratibu. Yaani kwa ule umuhimu wake. Kwa hiyo unaona ule utamu wake namna ulivyokuwa. Kwa hiyo ina maana yani hii JAI imekuja by the way sasa. Kuja kuingia kurasimisha kwamba hili jambo bana sasa lazima tuende kwa utaratibu jinsi ambavyo ulivyokuwa. Turudi sasa katika lile swali langu la msingi ambalo tuliweka pembeni. Baada ya kufahamu ile ianzaje, utaratibu umekuaje, safari tumeiona, lakini tumeona mwitikio wa serikali kwa kuweza kushirikiana nani JAI mpaka kufikia katika hatua hii ambayo sasa hivi JAI ipo. Turudi tupate kufahamu utaratibu ukoje, sababu tunafahamu hizi harakati zote zinafanywa na watu. Umetueleza mifano hapo kuwahudumia wagonjwa ambao hawana
ndugu zao hawapo, lakini kuhudumia wagonjwa ambao ndugu zao wana uwezo wa kifedha kuwahudumia, lakini wagonjwa ambao labda wako eneo ambalo sio eneo lao la makazi na wamepata mtihani wa maradhi, ndugu wako mbali, pengine ndugu hawafahamu kabisa. Hivi vitu vyote vinafanywa na nguvu kazi, watu ndio wanavitenda hivi vitu. Utaratibu ukoje? Nataka nifahamu mwanzo, mliwezaje kupata hii nguvu kazi ya watendaji na maanisha. Lakini baada ya kukua na mpaka leo hii utaratibu ukoje? Kama kuna watu wanaotufuatilia ambao kwa mazuri haya yanayofanywa na Jai, mtu akawiwa kuona kwamba na mimi kwa nafasi yangu nawajibika, utaratibu ukoje? Naam, shukrani. Nikiendeleza pale pale kwa sababu hakuna tofauti na pale ambapo nilipokuwa. Naam. Ni kweli tulikuwa tuna utaratibu, lakini tulikiana utaratibu. Jambo la kwanza ikawa sasa tuingie mkataba sisi na hospitali, lakini kutokea msikiti ule wa Takwa. Kwa sababu ni jambo la mwanzo lilianzia pale. Kwa hiyo tukafanya kazi na wao kwa utaratibu, na wakaturuhusu sisi tuendelee kufanya kazi kwa makubaliano mbalimbali, na Mwenyezi Mungu akajalia pia tukawa tumefanya MOU na wao, Memorandum of Understanding. Baada ya kumaliza yote hayo, sasa ndio tukaona kuna umuhimu wa kutoka. Lakini tukasema hatuwezi tukatoka sasa, lazima tuwe na katiba yetu, tuwe na jina letu kama hivyo. Kwa hiyo baada ya kutengeneza ule utaratibu sasa tukarasimisha hili ni jambo sasa la kipamoja. Ndio tukaweza kusogea maeneo ya Temeke, Ilala, tukaenda Tanga, tukamalizia Kilimanjaro. Ndio tukaanza sasa kutengeneza katiba yetu, kwa maana kuisajili mambo ya ndani. Ikawa kuna mchakato mkubwa sana katika ile eneo. Baada ya usajili sasa ndio tukaanza sasa kulirasimisha rasmi jambo hili. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, tayari sasa hivi tunavyoongea, Wizara ya Afya wametupa barua maalum ya kufanya kazi Tanzania yote, ni sisi wenyewe. Lakini wizara kadhalika ya TAMISEMI pia vile vile tumepewa tena kibali maalum kwa kufanya kazi hii Tanzania yote, na tunashirikiana nao kwa kiasi kikubwa. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tayari tumezaa mambo mengi kutokea hapo. Tayari pia tuna barua rasmi kutoka Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI pia ya kuzika maiti wote Tanzania wasiokuwa na ndugu lakini ni Waislamu. Haya ni makubaliano maalum pamoja na wizara. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo sisi tunayafanya. Lakini tumeenda deep zaidi kwa sasa hivi. Tumeingia kwenye mchakato mwingine tena. Kutokana na kuwa na ukaribu na madaktari, tumeona kuna umuhimu sasa wa kuzidi sasa kusaidia matibabu makubwa ya bure. Tena matibabu ya kibingwa na ya ubingwa bobezi. Kutumia madaktari ambao tuliokuwa nao kwa kufanya kempu mbalimbali. Hivi sasa hivi ninavyoongea tayari tumeshajaliwa kuifanya kempu ya 14 ambayo juzi tu tumeweza kuifanya kule maeneo ya Pemba. Kempu ya 14 ambayo ni ya tulikuwa tuna madaktari bingwa na bingwa bobezi, kwa maana matibabu ya kila aina iliweza kufanyika. Pale tulijaliwa kuwaona wagonjwa sio chini 1400 kama na 80 pale maeneo ya Pemba. Na operation zilifanyika kama 171 operation mbalimbali. Kwa hiyo tutaona namna gani safari tuliotoka na hapa ambapo tulipo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana Waislamu wakaliangalia hili jambo, kwa sababu ni jambo la kujitolea kwa kiasi kipana sana. Imefikia hatua madaktari sasa hivi wanajitolea. Madaktari wamezoea kupewa per diem, lakini alhamdulillah huwezi ukaamini madaktari wanajitolea sasa hivi bure. Hamasa imekuwa kubwa, apate usafiri wake, mahali pake pa kulala, tupate kula kwake. Basi na wengine wanafikia hatua mpaka wao wanatoa vyao mfukoni wanasaidia. Kwa kweli inafurahisha sana. Yaani kiongea madaktari bingwa ni bingwa kweli. Bingwa bobezi ya. Naam. Kwa mtu anayetaka kujiunga na harakati hizi, utaratibu ukoje? Kuna utaratibu wowote rasmi, yani kwamba lazima labda nikachukue fomu ya kujiunga, au yani anafanya vipi, utaratibu ukoje? Mathalan mtu yupo Dar es Salaam hapa, umejaribu kutueleza vituo ambavyo Ilala, Temeke, Kinondoni kama hivyo, Mwananyamala, lakini nafahamu natambua kuna Muhimbili, ndio Ocean Road. Mtu ambaye ana kuna vituo vidogo vidogo Konga, Sinza kule ya maeneo ya Kigamboni. Naam. Mtu ambaye ana hamu sasa yeye kuja kujiunga na harakati hizi, kujiunga na kheri hii, anaona jambo hili kweli lina manufaa kwangu hapa duniani, kwa maana nafanyia wema wanadamu zangu, lakini halikadhalika akhera, anajiungaje? Utaratibu ukoje?
Naam, nichukue fursa hii kwanza kualika Waislamu. Hili jambo ni lao na hatujatoa kadi maalum sisi kwamba huyu ni mwanachama aweze kuingia kule. Pamoja kwamba tuna katiba inatambua kuna wanachama, lakini hatujafikia hiyo hatua ya kubagua mtu yoyote yule mwenye nafasi yake. Wewe uko Mwananyamala, basi karibu katika hospitali ya Mwananyamala. Uko maeneo ya mjini, unafanya kazi mjini, basi kabla kwenda kazini kwako pita Muhimbili, chukua chupa za uji, nenda kamgaie mgonjwa, angalia kuna taski gani pale isaidie. Una mchango wako, wasaidie vijana waendelee na kazi. Uko maeneo ya jirani na Ocean Road, unafanya kazi kule, sogea maeneo yale pia kadhalika. Ungana na watu wanafanya kazi majukumu ya kila siku. Uko maeneo ya Temeke kadhalika, ingia kule. Ukiwa Ukonga, sijui uko Sinza, ukiwa mikoani kadhalika, yani ni jukumu lako, unatakiwa nawe usogee katika yale maeneo. Hatuna urasimishaji kwamba huyu ni mwanachama na mpaka uwe na ile kadi ya wanachama ndio uweze kufanya hili jukumu. Hapana, hii ni ibada na tunatakiwa sote tuingie kwenye hii ibada. Japo tunakusudia kwa sasa hivi tunajaribu kuweka utaratibu wa database, hayo yatakuja baadaye, lakini ni muhimu kwa sasa hivi bado tujichue kwa ajili ya kulifanya hili jukumu. Sawa. Naam. Miaka 17 ya tabia njema za Kiislamu. Harakati kubwa, kwanza Allah walipe kila la kheri katika hili. Umetoa mfano hapo wa database. Nafahamu mlipoanza JAI 2008. Umetoeleza mifano mingi hapo na ugumu ulivyokuwa wakati mnaanza. Sasa hivi ni miaka 17 mbele, 2025. Umetolea mfano wa database. Hiyo inaonyesha dhahiri kwamba bado mipango ya kuiboresha JAI ni mingi zaidi. Njia kuu ambayo tunaitazamia, yani JAI iliyofanikiwa, JAI unayoitamani wewe, tunafahamu ni miongoni mwa waasisi, ni JAI ipi unayoitamani? Yani kutoka nafahamu ulikuwa toka kwenye uasisi, ulikuwepo na umeona namna ambavyo umehudumia watu kwa miaka yote hiyo. Unaitazama vipi JAI miaka 10-15 insha Allah mbele? Naam, kwanza ile swali ni muhimu sana. Na ni mahali muhimu sana haswa sisi Waislamu. Kwa sasa hivi kama tunavyoona, hatuwezi tukajisifu sisi kama Waislamu tunacho chetu, haswa tukizingatia masuala ya mahospitali haya. Hatuna ya kwetu, yapo lakini pia hajakidhi haja. Sitaki kuingia kwenye takwimu moja kwa moja, lakini wenzetu wanachuana na serikali kwa upande wa hizi sekta za afya. Katika takwimu kuna 500 na kitu serikali, lakini wenzetu wana 500 na kitu kadhalika. Sisi tuna ngapi? Hakuna. Na ndio maana miongoni mwa mambo ambayo JAI tunayafanya, kila kituo kina jukumu la kutafuta maendeleo katika maeneo yake. Tunashukuru tayari hili limekuwa la mapokeo makubwa sana, kuchukua ardhi ili kiwezekana na sisi tuwe na mahospitali yetu. Lakini vile vile tuwe na vyuo vya afya katika maeneo. Kwa mfano Iringa tumeshakamata kama eka 120 tayari. Wenzetu wa Iringa wana eka 120 tayari. Kuna malengo kama hayo. Lakini ukija hapa Dar es Salaam kadhalika, Kinondoni alhamdulillah wana eneo la shamba kama eka 7-8 maeneo ya Bagamoyo. Kwa hiyo yote haya ni kuhakikisha kila kituo kinashika ardhi, lakini tuwe na malengo sasa kuwa na sisi na zile za kwetu, ili tuweze kufikia hatua sasa kwa yale tunayoyaona, mwanamke aweze kuja kusaidika na mwanamke mwenzake, kama ambavyo kwenye kambi zetu tunazozifanya, na mwanamume asaidike na mwanamume mwenzake. Hayo ndio malengo tunakusudia hilo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mambo mnayoyafanya, ndio uligusia kuhusiana na swala zima la uchangiaji wa damu. Sina takwimu halisi, lakini nilishawahi kufanya kipindi cha mazungumzo kama hivi na meneja wa benki ya damu, nadhani ni kanda ya kaskazini, somebody Pendaeli, Dr. Pendaeli, somebody Pendaeli. Alinieleza miongoni mwa watu ambao ni chanzo kikubwa sana cha damu kwenye benki yao, aliwataja kabisa Jamiatul Akhlaq Islamia. Kwanza niwapongeze kwa hili pia. Tunafahamu damu sio bidhaa inayonunuliwa. Kwa hiyo harakati kama hii mnastahili kongole. Sawa.
Mmewezaje kuweza kushajihisha watu, jamii, kwa kiasi kwamba mkafanikiwa sana katika eneo hilo la uchangiaji wa damu? Hata sisi kama kituo hapa mara kadhaa tumekuwa tukishirikiana na nyinyi katika kuhamasisha watu zaidi. Lakini nataka tupate picha ili watu waone, sababu damu ni eneo nyeti kidogo. Ni miongoni mwa changamoto kubwa sana kwa wagonjwa wetu. Ili iwe hamasa kwa wanaotufuatilia, mbinu gani mlizitumia kutoka mwanzo? Kumbuka mwanzo kabisa kwa naeleza miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni magumu kwenu kuanza. Utueleza kama mtu una uzoefu wa kutoa damu na inahitajika damu, nyinyi mnawasaidia. Kutoka nataka tupate picha kutoka mwanzo mnavyoanza mpaka sasa hivi kuweza kufikia hatua ya kuaminika na kiasi kwamba yani mtu akiwa mgonjwa ambaye anahitaji damu, Jai wakizungumza tu basi msaada unapatikana mapema sana. Sawa. Mmewezaje kufanikiwa katika hili? Naam. Kama awali nilivyotangulia kusema kwamba kwa yale tunayofanya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba limejenga trust kubwa sana kwa watu. Yaani uaminifu kwa watu umekuwa ni mkubwa. Na imefikia hatua kwa kweli tukiwashajiisha watu wanakuwa ni wepesi sana kutuelewa na kuweza kuliendea vile. Kama nilivyotangulia pia kusema kwamba hata imefikia hatua madaktari bingwa wanatusikiliza. Sasa tunakwenda mahali fulani kwenye jambo fulani, wako tayari kutusikiliza. Sasa itakuja kuwa sembuse waumini. Kwa hiyo ni rahisi sana waumini kuelewa kwamba Jai wanasema kitu gani katika hili. Na unajua kweli kuna umuhimu. Kwa sababu pia vile vile pamoja kwamba tunaona damu ni ngumu, lakini hakuna kitu kigumu zaidi kama uchangiaji. Kama uchangiaji, kutoa fedha mtu akatoa fedha yake ikamsaidia mgonjwa. Uweze ukaamini. Lakini tumeweza kuyamaliza makubwa sana. Kwa mfano jana tulikuwa tuna Jai Day pale maeneo ya Amana hospitali. Daktari mkuu wa pale, mfawidhi anasema, Moyo pale anasema kwa kweli bila ya hawa Jai sisi hapa hospitalini hamna kitu. Kwa sababu sana wangekuja watu kwa ajili ya kutucheka na kutuandika kwenye vyombo vya habari. Lakini Jai wamekuja kutusiri katika hilo. Wao hawaji kutucheka. Bali matatizo yetu wanakuja, tunashirikiana nao, tunatatua, tunakwenda kwenye hali ya wema. Sasa hili swala la damu mimi naona ni dogo sana kwa jamii kuweza kukubali. Kwa hiyo sioni kama kuna uzito mkubwa sana. Na yote imekuja kwa ule uaminifu wetu na kwa yale mazuri tunayofanya. Kwa hiyo athari ya yale tunafanya. Kwa hiyo kubwa letu linalohitajika wote kama wanajai wananisikiliza, tu maintain ule uaminifu wetu katika jamii. Bado watu watazidi kutuamini kwa lile ambalo tunalowafahamisha. Umegusia kuhusiana na swala la uchangiaji na kusema ni eneo ambalo pia na changamoto. Yaani ni swala gumu sana watu kwenye kuchangia kwa ajili ya matibabu ya mtu mwingine. Vyanzo vyenu vya mapato, vyanzo vya kuweza kushibisha mfuko kuweza kuyafanya haya makubwa ambayo mmekuwa mkiyafanya kwa kipindi chote cha miaka 17 ni vipi? Kwanza ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe ukiwa mwanajai lazima uhakikishe na wewe mwenyewe unakuwa ni mchangiaji. Lakini pia vile vile kujaribu sasa kutafuta wadau mbalimbali. Lakini tunashukuru nguzo kubwa sana imekuwa ni misikitini. Misikiti kwa kweli imeiweza kuibeba Jai. Na waumini misikitini kwa kweli tunazidi kujiproud na wao. Mwenyezi Mungu awahifadhi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kweli wamekuwa ni watu ambao wanajitoa. Pindi wanaposikia tu Jai basi wao wanajitokeza na wanachangia. Na imekuwa ni maajabu makubwa sana. Inaweza ikatajwa michango yote, lakini ikija michango ya Jai basi tayari fedha zile zinajaa. Ni misikiti yote. Kwa hiyo ndio maana nakuwa sasa misikiti imenyanyuka kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu hili jambo kwa kuwa ni la waumini, basi ni imani yangu kwamba na waumini ndio wamelishika na bado watazidi kuwa nalo inshallah. Sawa. Tuna watu ambao wanatufuatilia sasa hivi, ambao wanatazama na kusikiliza podcast yetu hii. Ni mahitaji gani katika hii upande huu wa vyanzo vya mapato, vyanzo vya vitendea kazi, vitu ambavyo mnatumia kama rasilimali kuweza kufanya hizi harakati zikafanikiwa? Ni vitu gani, ili kama kuna mtu anayetutazama ambaye anaweza akafund, akatoa, ama kwa utoaji wa moja kwa moja wa kudumu au kwa utoaji wa kadiri atakavyojaliwa. Kwa mfano kwenye vitu kama vitendea kazi, ni vitu gani haswa vinatumika zaidi kwenye harakati za
kuhudumia wagonjwa hospitali na harakati nyingine zote ambazo JAI inazifanya? Naam. Kwa kweli mahitajio ni mengi. Mahitajio ni mengi na tukiorodhesha tunaweza tukafika mpaka asubuhi. Lakini kwa uchache tu. Kuna madawa yako ya namna mbali sana ambayo yanahitajika kwa kila siku. Lakini pia vile vile kuna sanda ambazo pia vile vile ni vizuri. Kama unaweza kuwapata jura lako moja ukapeleka katika kituo chochote, inakuwa ni vizuri zaidi. Hizi sanda ambazo tunatumia kwa ajili ya kuzikia. Lakini pia vile vile kuna mahitajio kama unga wa sembe, inatakiwa unga wa ngano, lakini kuna unga wa lishe ambao watu wanatumia kwa ajili ya kupika uji. Kuna yale maziwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama Ocean Road kuna watu wamejitolea daily pale lita 60 mpaka 70 wanapeleka pale Ocean Road, even today lita 60-70, sitaki kuwataja kabisa, wanapeleka pale Ocean Road. Kwa hiyo unakuta wagonjwa mashallah wananufaika katika hayo maeneo. Na kadhalika wamegawa, mengine yanaenda maeneo ya Muhimbili, ya Kibaki yanapelekwa Temeke, Ilala, Kinondoni, ambao wanajaribu kuyatumia pia. Kwa hiyo kuna utaratibu kama huo. Lakini zaidi pia shida ingine ambayo ni ya muhimu, kuna utaratibu wa kiusafiri. Vituo vyetu hivi, kama kuna mtu yuko maeneo yoyote akaweza kuwasaidia usafiri ili kuweza kuwarahisishia majukumu mbalimbali, ingependeza sana. Kwa mfano maiti kama hawa wanaokwenda kuzikwa, vikipatikana vikeri ambavyo vinaweza vikabeba maiti zile kwa ajili ya kupeleka kwenda kuzika, itasaidia sana. Lakini acha vikeri, hata zipatikane ambulance zitaweza kusaidia kwa ajili ya kupunguza kadhia ambayo inawapata wanajai kwa ajili ya kubebana na miili ya maiti. Lakini pia vile vile kwa ajili ya kuwabeba wagonjwa, kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine, itakuwa ni mtihani. Alhamdulillah mpaka sasa hivi tunazo ambulance takriban kama 4. Kwa maana kwa Dar es Salaam pamoja, Tanga tunayo, Morogoro tunayo, Dar es Salaam tunayo moja, japo sasa hivi imeharibika, alhamdulillah engine imeharibika, lakini Morogoro tayari tunayo moja na Tanga tunazo 2. Muhimbili ipo ni ndogo, ni gari ndogo tunatumia kama ambulance, lakini sio ambulance ya search, ndio inasaidia kubeba uji na kupeleka na kusaidia huduma mbalimbali pale. Kwa hiyo katika vituo hivi tukipata kama magari hayo, yatasaidia sana kuweza kunyanyua hasa katika vituo vyetu hivi. Kwa hiyo mimi nadhani kama kuna yoyote yule mwenye nguvu, basi asaidie miongoni mwa vituo vyetu masuala haya ya ambulance, ambazo usafiri utaweza kusaidia mambo mbalimbali ya JAI. Na na imani kabisa kwamba atakuwa amewekeza kwa Mola wake. Umetutajia eneo ambalo JAI inatoa huduma nchini. Umetajia kuna vituo 65 na ambavyo vimesambaa katika mikoa 24. Ndio. Kwa mantiki hiyo, ni maeneo machache sana itakuwa ndio bado hajafikiwa na JAI, au ni mikoa michache? Kama mikoa mingapi hivi au takwimu? Takriban kama mikoa 4-3 nadhani. Ni mikoa gani? Sababu kama kuna mkoa wa Sumbawanga, Sumbawanga, Rukwa, bado Rukwa, lakini tuna Songwe ambayo ni bado, alafu Unguja kuna baadhi ya maeneo kama nadhani kaskazini Unguja itakuwa bado kama hivyo. Naam. Sasa changamoto ni nini hasa mpaka maeneo? Kwa sababu ukiangalia kwanza, mashallah, eneo kubwa la nchi tayari JAI imeshasambaa, yani imefika. Ni maeneo haya machache sana baki. Kuna changamoto yoyote ambayo nadhani inaweza kwa kuizungumza hapa ikawa pengine labda ni sababu Allah akajalia akapatikana namna ya kuitatua changamoto hiyo? Nini hasa kimepelekea maeneo haya JAI haijafika kuanzisha vituo? Naam, tunazo fikra za kwenda bado. Naweza kusema ziko changamoto chache ambazo zinapelekea kutokukamilisha haya ambayo yaliyobakia. Kwa maana usafiri, lazima tupate usafiri. Lakini pia vile vile wajumbe wa kwenda, lakini namna watakavyofika kule, mahitajio yao na kila kitu lazima mjiandae. Kwa hiyo kuna kibajeti ambacho ni cha msingi sana, lazima ujipange nacho ili uweze kwenda. Na tukizingatia kwamba mambo ni mengi sana ya JAI, mnahitajika kwanza kile mlichonacho mkimaintain, lakini pia vile vile nyewe mkae muweze kujishape. Lakini kutokana na kalenda tuliokuwa nayo pia tuweze kuitimiliza. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye hizi wiki ya JAI. Huu ni mwezi wa JAI, mwezi huu wa 8 mwezi wa JAI. Ni mwezi ambao tunasema JAI ndio ilizaliwa mwezi wa 8.
kwa sababu tulipata usajili 2014 tarehe 13 mwezi wa 8. Umeona ndio tulipata usajili. Kwa hiyo tumejaribu kuifanya sasa, huu ni mwezi wetu huu. Na ndio maana utakuta kuna events mbalimbali zinafanyika, watu wanakwenda magerezani, wanasaidia, wanafagia, wanafanya nini ili mradi kujikumbusha ili. Kwa hiyo tuna mambo kama haya tunafanya, lakini hospitalini majukumu ni mengi, alafu mkae mjipange. Na pia vile vile kama sasa hivi tunakusudia pia kwenda kuweka hitimisho la wiki ijayo pale Dodoma, makao makuu, ambayo litakuwa ni zoezi la kitaifa ambalo litakuwa tarehe 23 mwezi huu wa 8. Kwa hiyo tuna mambo mengi na yote yanahitaji gharama. Kwa hiyo wito wangu ni kwa jamii na watu mbalimbali wajitokeze kwa ajili ya kuweza kuweka misaada kwa ajili ya kusaidia hili ambalo linalohitajika, na mapungufu yapo tunaweza tukampatia, basi kama kuna uwezekano ili tuweze kukava katika maeneo ambayo bado kwa kweli JAI bado ina uhitaji mkubwa katika maeneo ambayo haijafika, na maombi ni mengi sana. Yani uwezi ukaamini, simu zinapokewa ni nyingi. Mtu akitoka hapa ni kwao anakupigia simu, bana JAI jaja bana, huku njoo huku bana, njooni huku Rukwa. Sasa ukiangalia gharama za kufika Rukwa ni kimasafa kidogo, ni kimasafa. Kwa hiyo lazima ujipange. Kwa hiyo mimi nadhani wakijitokeza, watu wakitokea miongoni mwetu waumini wazuri, Mwenyezi Mungu amewawezesha bana, tuna usafiri huu hapa, watu watafanya hivi, basi timu ya vijana mashallah wapo tayari watu kwenda. Na sasa hivi design tunaifanya alhamdulillah, pia tunatumia mashehe kwa ajili ya kufika katika yale maeneo na kulihamasisha hili jambo. Naam. Toka mmeanza kufanya hizi harakati na ambayo tumeangalia, tumeona takriban miaka 17 iliyopita. Kuna kwa kumbukumbu zako, kuna athari yoyote ambayo iliachwa, yani kuna matokeo ya hii athari ambayo imeachwa kiasi kwamba labda mtu akaona kwa tabia njema hizi za Kiislamu zinazofanywa na watu ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika Uislamu? Allahu Akbar. Yani nipende tu kusema bahati kubwa iliyokuwepo, hakuna kituo chochote ambacho bahati hii haijafika. Hakuna kituo chochote ambacho bahati hii haijafika, na ni mamia kwa mamia. Kwa mfano mimi binafsi baada ya kumshughulikia mgonjwa mmoja, alichofanya yeye, alichukua Biblia akanikabidhi Biblia. Akasema dini iliyokuwa safi ni hiyo ya Uislamu. Akaniambia fungua, akanionyesha. Akaniambia na mimi sasa naomba niingie huko. Sheikh, habari inaumiza. Inaumiza kwa sababu aliugua kwa muda mrefu sana huyo mwanamama. Baada ya kuugua nesi akatupa taarifa, mimi nikampa Amirati taarifa. Akaenda kashughulika naye kwanza kumsafisha, lakini kusaidia kumiti zile dawa zake. Baada ya wiki moja mabadiliko yakawepo. Baada ya wiki ya pili akapewa discharge. Kabla ya kupewa discharge ndio aliniita, akanikabidhi. Na kweli tukampa ile haki yake, na tukatuishia hapo. Sisi alikuwa anakaa maeneo ya Kimara. Kwa hiyo sisi tukafunga naye safari tena timu mpaka msikiti jirani na Kimara anapokaa. Tukafika msikitini, tukamwambia mna ndugu yenu pale, mnadhima 1 2 3 4, sisi tunawakabidhi. Kwa hiyo tukawakabidhi, lakini huwezi amini baraka iliyokuja baadaye. Mtoto wake tukawa naye na tukamwozesha, binti yake tukawa naye na tukamwozesha. Kwa hiyo amekuwa ni family yetu alhamdulillah. Kwa hiyo huo ni mfano mmoja tu. Sasa kwa hiyo kila kituo kina baraka hizi alhamdulillah. Hatupendi kuyaongea sana haya kwa sababu itakuwa sasa ndio lengo lile, lakini hapana, lengo letu sisi ilikuwa ni kufikia jamii na kuweza kuisaidia jamii basi. Lakini sasa hii ni zawadi ambayo tunasema Mungu ametujalia kwamba kutupa sasa tukawa na furaha na sisi kwamba kumbe unaweza kufanya jambo hili na Mungu akakupa hichi. Ndio kutangaza kwenye kwamba Uislamu halisi ni huu. Ni huu hapa. Na ndio maana inafikia mpaka hatua wale watendaji wenyewe wanakuambia hivi Uislamu huu ni ule ulikuwa tunaujua sisi? Mbona sio ule? Uislamu ni Uislamu wa namna gani huu? Mbona Uislamu nyie sio sawa na wale? Yani kwa hiyo imekuwa kitu kama hicho. Yani kwa lugha nyepesi tunaweza kusema harakati zinazofanywa na JAI ni miongoni mwa mambo ambayo yanaeleza na kuonyesha picha halisi ya Uislamu ni kitu gani. Ndio picha halisi. Yani ule ndio Uislamu wenyewe na ndio maamrisho ya Uislamu. Ndio picha halisi ya Uislamu. Allah walipe kila la kheri katika. Labda kwa nyongeza tu
kuna jambo moja ambalo ni la msingi sana, ambalo naweza kathubutu binafsi ndio lilinishika, yani likanifungia nati pale, nikabaki kwenye jai. Wakati tunaanza ili jukumu pale maeneo ya hospitali ya Mwananyamala, mlinzi alitucheka sana. Alitucheka wakati tunaanza tu. Na nyie mmekuja? Kaambia naam tumekuja. Hamwezi. Nikamwambia kwa uwezo wa Mungu tutaweza. Alikomenti moja kwa moja kaambia hamwezi. Wanakujaga wenzenu hapa. Anasema wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu wanasema amin, 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 kwa heri, hawaonekani. Na mimi nikamwambia kwa uwezo wa Mungu tutaweza. Kwa kweli kile kitu mimi kilinimpress sana. Kwa hiyo sikukisahau, na mimi ikawa ni lugha ya kuambia sasa wenzangu. Nikawa jamani, tumeambiwa sisi ni nguvu ya soda. Tunaweza, hatuwezi. Kwa mazingira ya huko ndani. Mimi hilo likawa ni swali langu miaka kwa miaka. Jamani, tunaweza, hatuwezi. Na kweli tulikaa, baada ya miezi 4 akaja kaniita yule mlinzi. Akaambia saluti. Kwa nini? Akaambia unaona kile kidume kina miaka 4 hapa. Sasa akisema nikiongea kwamba kuna watu walikuwa wanatoka huku wanaingia kule, kuna kidume kilikuwa kinakuja kinawatoa huku kinawaingiza kule. Singependa kuongea zaidi. Huyu ana miaka 4 hapa. Mpaka yule bwana naye akawa ameshatuzoea. Yule ambaye alikuwa anatutoa huku anatupeleka kule. Umeona Kwa hiyo akakiri kabisa, akasema kwa kweli sasa mmeweza. Nashukuru sasa hivi tuna hiyo 17, lakini faida sio hiyo. Faida tayari tuna watoto wengi hao tena wameshazalika. Tunamshukuru sana kwa kweli. Alitupa changamoto ambayo binafsi imetubakisha na kutuonyesha kwamba kuna wenzenu pia walikuwa wanachemka. Kwa na nyie bana mwezi. Kwa hiyo tukaiweka akilini, tukatatua ile changamoto. Sawa. Nadhani ulizungumza kuhusiana na changamoto ya gari. Hiyo ni kulingana na uhitaji uliopo sasa hivi. Sawa. Kwenye upande wa malengo ulizungumza kwamba malengo ni kufika mbali zaidi. Ukazungumzia hatua ambazo tayari zimeshafikiwa kwenye kuyaendea malengo na kuifikia jai kubwa zaidi. Mambo kama kuweza kushika ardhi na vitu kama hivyo. Bali kuna changamoto yoyote ambayo inaweza ikawa ni kikwazo kwa kuchelewesha mafanikio ya jai kufikia katika jai hiyo ambayo tunaitazama? Jai hiyo ya kuwa na pengine hospitali, jai hiyo ya kuwa na vyuo vya afya. Kuna changamoto gani ambayo unaona inaweza ikawa ni kitu ambacho kikafanya haya maendeleo yasifikiwe kwa haraka? Yaani badala ya kufikiwa labda miaka 5 ikachukua miaka 10 mpaka kufikia kuwa na hospitali. Na mimi niseme tu kwamba kama jamii ya Waislamu wataliona ile jambo kwa kina na wakaja wakatia msaada wao kwa fikra zao, lakini kwa mali zao, kwa kushauriana, na tunatoka hapa tunakwenda hale tunafika pale, basi litakuwa ni jepesi sana. Mimi nadhani hiyo inaweza ikawa ni miongoni mwa changamoto kwamba Waislamu mara nyingi sana tumekuwa mambo tunayachukulia juu. Hatuko deep kujaribu kuyaingia na kuweza kuyabeba kama yanavyohitajika. Na kwa kweli haya mambo yana umuhimu sana. Na ndio maana sisi kama jai tumeyachukua na tunajaribu kwenda nayo. Ni matarajio yetu kwamba watokeze na wengine waje kutusaidia sasa hapa tulipofika, ili tuweze kutimiza ile malengo kwa pamoja wetu. Kuna watu ambao wakitusikiliza mazungumzo yetu, ulipozungumza miongoni mwa mambo ambayo yanafanywa na jai ni kuzika maiti ambazo ndugu hawana uwezo, lakini maiti ambazo pengine ndugu hawafahamiki. Ndio. Kuna watu wanaweza kuona hili jambo, kuna uwezekano kweli mtu kawa na maiti kabisa ambayo haina ndugu, labda kwa kutokufahamu au kutokuwahi kuona. Unajua wakati mwingine ndio hilo unaweza kubaki mdomo wazi, kumbe kuna vitu kama hivi na mimi sijawahi kusikia. Na utaratibu huu ukoje? Nataka kidogo tuzungumze hapa ili watu waweze kupafahamu zaidi. Utaratibu huu ukoje na namba ya matukio kama haya pia iko vipi? Ni jambo ambalo mnalifanya mara kwa mara? Ni jambo ambalo lipo? Na umetueleza TAMISEMI, Wizara ya Afya, wote wamewapa kibali hicho cha kuweza kutekeleza jukumu hilo la kufanya mazishi kwa stili ndugu zetu ambao wanakutana na hali hizi. Sawa.
Jambo hili mnalifanyaje na likoje? Yani kwa uzoefu wako, jambo ambalo linatokea mara kwa mara au ndi majukumu ambayo yanatokea mara chache sana? Ni katika mambo ambayo yametuzunguka. Hili ni jambo tena lina ukubwa mkubwa sana. Kama tunavyofahamu na dini yetu inavyotaka. Kwanza hivi vitoto ni Viislamu. Vitoto vidogo ni nini? Kwa asili ni Viislamu. Hivi vikifa vinatakiwa vifanyiwe taratibu zote za Kiislamu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, na ni swali ambalo pia liliulizwa wakati tunataka kuwastiri ya maiti wa Kiislamu. Mtawafahamu vipi hawa kama ni maiti wa Islamu? Ni swali ambalo tuliulizwa. Ili sasa muweze kutambulika na kupewa mtafahamu vipi nyie? Kabla hapana, kuna athari ya kusujudu. Lakini wacha athari ya kusujudu pia vile vile wajihi wa mtu, lakini vile vile kwa ile kauli yake mwenyewe kabla hajafariki, kuna ule ushahidi atakuwa amewacha. Basi hivyo ni vitu ambavyo vitatuthibitisha sisi kwamba huyu ni mwenzetu na tunatakiwa tumstiri. Sipendi kuingia hapo. Kuna namna ambayo tulikuwa tunastiri wengine kwa zile athari zao kwa kiasi kikubwa sana. Alhamdulillah, singependa kuingia sana hapo nikapaonyesha, lakini tumewastiri hao kwa kiasi kikubwa sio kipindi kile kilichopita. Lakini hapo singependa kupazungumzia. Lakini ni ukweli usiopingika, wapo. Na swali hili pia liliulizwa hasa tulipopeleka Jai Zanzibar. Nyie mnasema mnataka kuzika maiti wasiokuwa na ndugu. Sisi Wazanzibari tunafahamiana sisi. Huyu mtoto wa fulani, mtoto wa fulani, mtoto wa fulani. Lakini maajabu baada ya kuanza Jai na wao wanaweza wakazika maiti ambao hawana ndugu. Maajabu haya. Sasa wao pia tukiwapata na wao wakituuliza, hebu tuulize, nyie mlikataa. Vipi mbona la leo mnazika? Zimetokea hizi. Mbona zinatokea hizi? Kwa hiyo ni upana mzuri sana. Unaweza tukafurahi na tukafaidi katika hilo. Hiyo hali ipo. Lakini pia inapelekea wapo kuna kisa lakini si vizuri kukiongea kwenye maiki hii. Kuzungumza katika namna ambayo kidogo ili mazingatio wapo unakuta kuna watu wengine kabisa unakuta walikuwa serikalini na ni Waislamu lakini tayari watu wamewasahau na ni Waislamu. Sasa singependa kuleongelea Jai wanastirika vibaya mno, vibaya kwa kiasi kikubwa sana, vibaya na wako huko yani na tunawasiliana bana, tunashukuru Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo tena kwa ukubwa wake mkubwa sana Kwa hiyo wakati mwingine ndio maana nikasema tuizungumze kidogo ile, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akaona kwa inakuaje kweli zitokee maiti kabisa hazina ndugu au itokee maiti hivyo. Kwa mfano kuna mzee mmoja alifariki. Amefika OPD tena katika hospitali moja hapa Dar es Salaam. Na akawa amejitambulisha, kaandikishwa jina, kila kitu. Baada ya muda Mwenyezi Mungu akamkhitari. Akakaa wiki ya kwanza. Kawaida ya serikali wanasema mpaka siku 21. Kwa hiyo sisi tukafuatilia ile maiti. Baada ya siku 21 hakuna ndugu wanajua. Wamezunguka kila mahali, hakuna. Taarifa zimetolewa kila mahali, hakuna. Yaani wamezunguka na kweli kumbe wakipita pale isijui inakuaje wanamsahau. Ilipofika wakati sisi bana tukasema jamani maiti yetu tayari wanasema imeiva hii. Tuichukue. Kwa hiyo tukachukua maiti tukaenda tukaistiri. Ikawa bahati wale wamerejea tena. Kuja ina ile hapa. Kwa hiyo tukatafuta jamani kuna yule ni baba yao na fulani. Ndugu sasa wakaja sasa watoto wake na yule mzee. Kuja kumbe yule mzee maskini alikuwa kwenye safari zake maeneo ya Ubungo pale akadondoka. Kabebwa mzigo akafikishwa tu OPD. Baada ya kufikishwa OPD kakaa kwa muda, baada ya matambulisho yale kapelekwa odini, Mwenyezi Mungu akamkhitari pale. Kwa hiyo kakaa ule muda anatakiwa sasa akishamalizika pale aende kazikwe na Site. Site anaenda kumstiri. Akasema hapana, sisi ni mwenzetu katika imani. Kwa hiyo tukamchukua tukaenda tukamfanyia ile stara. Baada ya kuja watoto wakabaki wanalia na kutukumbatia na kufurahi kwamba tumemstiria mzazi wao na kaburi lenu jamani hili hapa. Alhamdulillah. Tuna makaburi pale kwa Kopa pia tuliyafanyia stara kubwa. Ni makaburi ambayo kuna matakataka, majalala pale lakini tumeweza kusafisha. Alhamdulillah tunaweza kustiri ndugu zetu pale. Maiti wasiokuwa na ndugu wao tunaweka pale. Ni makaburi ambayo yamekuwa famous na tumepewa kabisa sasa hivi na manispaa baada ya kupambana nayo. Of course ilikuwa ni mpambano mkubwa lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufiti na sasa hivi wametuachia tumeshamalizia tunapiga uzio. Lakini pia vile vile kama kuna mtu ana uwezo kwenda kumalizia ule uzio wa pale, bado vijana pale Kinondoni wanafanya hiyo kazi. Utaratibu wa siku 21 bado upo vile vile kwamba at least kuweza kutoa muda kuweza kuona kama ndugu anaweza kupatikana. Sasa kwa utaratibu ni huo bado upo siku 21.
Okay, sawa sawa. Sheikh Yahya, tunaelekea ukingoni kabisa mwa mazungumzo yetu, na kubwa wanaotufuatilia wameweza kusikia haya yote tuliyozungumza, wameweza kujua taasisi yao hii, maana JAI taasisi ya jamii, kwa hiyo wameweza kufahamu taasisi yao ilivyo na wameweza kufahamu mengi. Tumombe Allah tu ajalie haya tuliyozungumza yakaache athari pia katika mioyo ya waumini na wanajamii wanaotufuatilia, ili na wao waguswe kwa namna moja au nyingine, waweze kuja kutumika katika mambo ya khairi kama haya, kama ambavyo jina linavyojieleza, tabia njema za Kiislamu. Tukiwa tunaelekea ukingoni, mimi nikupe fursa ya kuzungumza na jamii hapa. Jamii na kusikiliza. Eneo hili ambalo JAI na hudumu ni eneo nyeti sana, na tunasema ni eneo nyeti kwa sababu halina mwenyewe. Hapa tukio la mwisho kabisa umetueleza tukio la mzee ambaye alikuwa ana familia yake, alikuwa yuko katika safari zake, ameanguka mauti kaenda ukamfika. Kwa hiyo ni eneo ambalo hakuna mjanja katika hili. Yoyote anaweza kawa ni muhitaji wa khidma kama hii kabisa, kustiriwa, kuhifadhiwa katika utaratibu huu. Mimi nikupe fursa, miaka 17 umekuwa katika harakati, umekuwa katika JAI, kupe fursa uweze kuzungumza na jamii ya Waislamu na wasio Waislamu kuhusiana na harakati hizi za JAI, na una wito gani kwao? Na kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii, kipindi hichi muhimu ambacho nimeruka haswa hapa mara ya kwanza kwenye maiki hii, kwamba hili ni jambo la kijamii, na kama jamii basi sote kwa pamoja tujitoe ili tuweze kuisaidia jamii katika kile ambacho tulichokuwa nacho. Lakini pia vile vile kwa kulifanya jambo hili ama jukumu hili basi si ajabu jukumu hili umeelekea akiba ili baadaye likakusaidie, kama tulivyotoa mfano huyu baba amedondoka lakini hakujua nani ambaye atakayemfaa. Kumbe unapoandaa watu wema, basi huenda wale watu wema katika ule mzunguko wakaja kukusaidia wewe katika ule wema ambao uliouandaa. Kwa hiyo tuenzi huu wema ili uwe ni wema ambao unaoendelea katika matendo yetu ya kila siku. Kwa hiyo nihusie jamii iungane na hili jambo kwa nguvu walizokuwa nazo, kwa uwezo waliokuwa nazo, wasiangalie tu katika kushajiisha na kutoa kwingine ambapo hawawezi kuwafaa chochote, bali watoe pale ambapo panaweza pakawekea akiba na ikawasaidia kwa mbele ya haki, ambapo kwa kweli kila ulichokuwa nacho hutaweza tena kukitoa kwa wakati ule, wakati ambapo umeshafunga jicho. Kwa hiyo karibuni sana, na wote tuwe wanajai kwa kuweza kulienzi ili jukumu ambalo tulilianza sisi inshallah. Kwa wanaotufuatilia ambao labda tunafahamu ulizungumza miongoni mwa vyanzo vikuu vya mapato ni michango kutoka misikitini, lakini wapo watu ambao wanatazama labda kwa maeneo walipo hawaje kukutana na harakati hizo katika misikiti yao zikiwa zinaendeshwa, na wanawiwa, wameshawishika baada ya kutusikiliza na kutufuatilia hapa, wanatamani kuwa wachangiaji. Wanawezaje kufanya hivyo? Tunayo magrupu mbalimbali ambayo ya kuchangia. Kwa mfano sasa hivi tumeanzisha grupu moja la taifa, JAI Taifa, huduma za jamii ambazo linasaidia kila mahali. Lakini pia vile vile uchangiaji wa vituo mbalimbali kama awali nilivyokuwa nimesema itakuwa ni muhimu. Lakini pia vile vile tunazo akaunti za benki, kwa maana tunayo Amana Bank, lakini tunayo CRDB na tunakusudia kwa sasa hivi ile database ambayo tulikuwa tunakusudia kuifanya tumefungua kama center CRDB, lakini kila vituo pia vitakuwa na CRDB kwa Tanzania yote, kama ambavyo vituo sasa hivi na akaunti katika maeneo yote. Ni imani yangu basi kama nyie waandishi mtazichukua na kuwaekea chini wajumbe ili wajaribu kuona ni wapi ambapo wanajaribu kupeleka ile nguvu yake. Sawa sawa, basi inshallah kwa mtazamaji, na hii sana itahusu watazamaji ambao wanaotufuatilia kwa kutazama account za namba za benki za Jamiatul Akhlaq Islamia, zinaonekana hapo katika chombo chako unachotumia kututazama. Account hizo unaziona, basi kwa kutumia account hizo unaweza kuweka sadaka yako na wewe kwa umeshiriki katika harakati hii kubwa sana ya kuhudumia wagonjwa
na harakati zote hizi ambazo tumeweza kusikia amiri wa JAI Taifa ambazo ametueleza Jamiatul Akhlaq Islamia inazifanya. Kuna mengi sana, kuna khairi nyingi sana ambazo wewe pia unaweza ukashiriki. Si lazima tu uwe mchango wa kifedha. Tumeweza kufahamu vituo ambavyo vipo, na vituo ni vingi sana, na kuna akaunti zote za mitandao ya kijamii au sehemu yoyote, uwanja wote, platform yoyote ambaye mtu anatazama anaweza akaenda kupata habari zaidi za JAI au kuweza kutazama zaidi au kufahamu zaidi, kujua kuhusiana na JAI au pengine hata mawasiliano na kuweza tunayo TV, tunayo JAI Online TV sasa hivi tayari ambayo iko online. JAI Online TV iko YouTube, ambayo ukiingia utaipata. Vile vile tunayo website. Tunazo 2 website, lakini hatujaziachia moja kwa moja sasa hivi. Tunamalizia baadhi ya mambo, tutaziachia na kila kitu kitaonekana inshallah kwa uwezo wa Mungu. Yes, inshallah. Na mtazamaji wa Chakali Podcast na msikilizaji, tumesikia mengi kutoka kwa mgeni wetu leo, na si mwingine alikuwa ni Sheikh Yahya Ali Masao ambaye ni amiri JAI Taifa. Tumesikiliza mengi sana kutoka kwake. Kubwa mimi niungane na yeye kukutaka kukuomba ndugu yetu ambaye umetufuatilia mwanzo mpaka hapa ambapo tunafikia hatma au hitimisho la Chakali Podcast siku ya leo, uweze kushiriki katika harakati hizi, kwa sababu bila shaka yoyote harakati hizi zina manufaa kwako hapa duniani, lakini pia kadhalika kesho akhera. Kwa hiyo Allah ajalie sote tuwe ni wenye kukimbilia harakati na mambo ya khairi kama haya. Baada ya kusema hayo, hatuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Sheikh Yahya Ali Masao ambaye ni amiri JAI Taifa. Nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo podcast mbalimbali ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia Chakali Podcast. Unaweza kufanya hivyo kama utapenda kufuatilia kwa kutazama, basi unaweza kutembelea channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD Plus Swahili. Lakini kama utapenda kufuatilia kwa kusikiliza, unaweza kufanya hivyo kupitia platform zote za podcast, na kote huko utatupata kama AD Plus Swahili. Hatuna la ziada, tukushukuru sana kwa kuwa nasi mpaka hapa. Tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah